Novemba 26 ya mwaka huu, bunge la Ulaya limejadili na kupitisha azimio kwa kile kilichoitwa vifo vilivyotokea baada ya uchaguzi mkuu na matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania, ambalo pamoja na madai mengine, azimio hilo limetoa wito kwa Kamisheni ya Umoja wa Ulaya EU ya kusitisha kwa muda utiaji wa saini wa makubaliano ya programu ya ushirikiano baina ya Tanzania na EU kwa mwaka 2025 yenye thamani ya euro milioni 156. Kwa mujibu wa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Thabiti Kombo, fedha ambazo Tanzania ilikuwa inanufaika nazo ni 10% pekee, ambazo zilikuwa zikitumika katika miradi mitatu ambayo serikali ina uwezo wa kutumia fedha za ndani katika kuigharamia, na kwamba azimio hilo lipo katika hatua ya awali, halijapitishwa kwa utekelezaji. Kwa hiyo hakuna sababu ya kuwa na wasiwasi juu ya swala hilo. Pesa hizo sio kwa ajili ya bajeti ya serikali. Kwa hiyo hazitoathiri bajeti ya serikali wala mishahara ya wafanyakazi wa serikali wala kipato cha mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo jumla milioni 138.6, 90% inakwenda kwao, 10% inakuja Tanzania katika hizo wizara tatu nilizotaja. Na baadhi ya mashirika, kampuni, NGO wanaopata subcontract kupitia miradi hiyo wanaweza kuathiri, kwa sababu wanapewa subcontract na wale wakubwa wa nchi wanachama ambao wanaingia. Katika hatua nyingine, Kombo amesema kuwa tayari juhudi za mazungumzo zimeanza ili kupata mwafaka. Katika uwezekano na manufaa tarajiwa kati ya wadau wa ndani na nje, tunaamini serikali kwa pamoja na EU tutaendelea kwa majadiliano. Na balozi wa EU amethibitisha na tayari ametuletea barua ya kukutana na sisi. Mapema asubuhi, Waziri Kombo amekutana na mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa nchini, ambapo pamoja na mambo mengine ameeleza namna uchaguzi ulivyofanyika na yaliyotokea Oktoba 29, na pia wamejadili masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na namna ya kuendeleza ushirikiano kwenye miradi ya maendeleo na diplomasia. Tumethibitishia dunia na mabalozi wote tutashirikiana nao zaidi, na wao wametuthibitishia wanataka kushirikiana zaidi. Kuna wengine wanataka kushirikiana na sisi zaidi katika kuponya, wanaita healing process. Wamesema wanataka kushirikiana na sisi katika healing process, kuponya. Mabalozi wametuhakikishia watatoa mashirikiano na wameomba kukutana pia na wao na hiyo tume ya inaitwaje, tume ya uchunguzi tume ya uchunguzi kwa Kiswahili, najua mimi inquiry commission au kamisheni ya uchunguzi. Wameomba kukutana nayo na sisi tumeshapata green light